Wakala wa kimataifa wa nishati ya atomiki IAEA wameeleza kwamba kutokana na mashambulizi ya vinu vya nyuklia vya Iran yaliyofanywa na Marekani, hakuna ongezeko la mionzi ya nje ya maeneo hayo. Na hii inathibitisha kwamba Iran iliondoa vifaa vyake vya nyuklia hata kabla ya mashambulizi hayo. IAEA imesema hadi sasa hakuna taarifa zozote za kuongezeka kwa viwango vya mionzi nje ya maeneo hayo kufuatia mashambulizi yaliyofanywa na Marekani dhidi ya maeneo ya Fordo, Isfahan na Natanz. Taarifa yao imesema kufuatia mashambulizi kwenye maeneo matatu ya nyuklia nchini Iran, ikiwa ni pamoja na Fordo, IAEA inaweza kuthibitisha kwamba hakuna ongezeko la viwango vya mionzi ya nje ya tovuti ambavyo vimeripotiwa kufikia wakati huu. Wakala huu wa kimataifa wa nishati ya nyuklia ulieleza katika chapisho lake la mtandao wa kijamii. IAEA itatoa tathmini zaidi kuhusu hali ya Iran kadri taarifa zaidi zinavyopatikana, imeeleza zaidi IAEA. Hata hivyo, raia wa maeneo ya Fordo na maeneo jirani wameeleza kwamba hakuna tatizo ambalo linaonekana katika kinu hicho cha nyuklia. Hata hivyo, walisema kwamba walichoshtushwa tu ni vishindo kutokana na mashambulizi ya makombora yaliyorushwa kwa kutumia ndege ya B-2 ambayo yalitoka nchini Marekani, huku Marekani ikiamini kwamba imeshamaliza mzizi wa fitna katika eneo hilo na sasa Mashariki ya Kati itakuwa na amani, kama ambavyo Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alivyoeleza kutokana na kile alichokifanya, akiamini amemaliza kila kitu ndani ya Iran. Lakini kwa mujibu wa taarifa ambayo ilitolewa na mamlaka nchini Iran, ambapo imeeleza kwamba hakukuwa na athari kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Marekani, na kwamba kilichofanywa na Marekani ni kama vile imeibuka patupu. Ni mashambulizi ambayo hayakuwa na athari ya moja kwa moja yaliyosababisha kuvuja kwa mionzi. Mamlaka nchini Iran imewatoa hofu umma juu ya masuala ya mionzi. Reza Kardan, naibu mkurugenzi wa shirika la nishati ya atomiki na mkuu wa kituo cha kitafiti na mkuu wa kituo cha kitaifa cha mfumo wa usalama wa nyuklia nchini Iran, anasema hakuna uchafuzi wa mionzi au mionzi ya nyuklia ambayo imeonekana nje kutokana na mashambulizi yaliyofanywa na Marekani katika maeneo ya vituo vilivyolengwa na mashambulizi hayo. Anasema mipango ya awali ilikuwa imefanywa na hatua zilichukuliwa kulinda usalama na afya za watu wapendwa wa nchi hii, na licha ya vitendo vya uhalifu asubuhi ya leo katika kushambulia vituo vya nyuklia, kutokana na hatua zilizopigwa hapo awali na hatua zinazochukuliwa, hakuna uchafuzi wa mionzi ama mionzi ya nyuklia ambayo inaonekana nje ya maeneo haya ya vituo. Kardan alisema kulingana na shirika la habari la IRNA, watu wanaweza kuendelea na maisha yao ya kawaida katika maeneo yanayozunguka tovuti hizi bila wasiwasi wowote, aliongeza. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.